babako pesa ipo. Kiasi kwamba unaweza kaendesha maisha yako na maisha ya familia yako kiujumla pia. Hata mimi sioni sababu ya wewe kukulazimisha kumwoa Grace. Sioni binafsi. Mimi kwanza niseme asante sana na nimefurahi kuzungumza na wewe. Chris anasemaje? Sidhani kama kuna njia nyingine ya kuweza kumshawishi Grace ili aweze kuwa na wewe Grace. Kikweli nimejitahidi kadri ya uwezo wangu kumshawishi, lakini jibu lake limebaki kuwa ni lile lile tu. Kwamba hataki kuwa na wewe. Lakini akaenda mbali zaidi. Anasema kwamba hataki hata kukuona. So inaniwia vigumu mimi. Nakuomba, namhitaji Chris sana kwa maisha yangu. Okay. Acha nijaribu kwa mara nyingine tena. Japo sio rahisi. So inahitaji kuwa na uvumilivu kidogo, sawa? Basi mimi nikutakia usiku mwema. Vuvuzela, naomba uniambie ukweli. Tatu. Sasa mimi najuaje? Nachokumbuka mimi tulifika tukanywa kidogo tukalala. Na tangu nilale sijaamka mpaka ulipokuja kuniamsha wewe asubuhi. Nguo yako ya ndani uliacha wapi? Shoga yangu. Kwani umenisahau? Mimi na hivyo vitu wapi na wapi? Hata sidilia sina. Kwa hiyo nimekuleta nyumbani kwangu ili utembee na mume wangu, si ndio? Tatu. Sasa mimi ndo nimetembea na mume wako, mume wako ndo katembea na mimi. Grace anaanza kuingia kwenye mtego wetu. So soon tutaanza kucheza ile game yetu. Tuliingia Dodoma ikiwa ni saa 8 mchana. Nikatoa namba ambayo niliandikiwa kwenye kikaratasi ili niombe simu nimpigie mwenyeji wangu kumjulisha kwamba nimeshafika. Asalale, macho yalinitoka kwa mshangao baada ya kutafuta kile kikaratasi. Nikawa sikioni kwenye shangazi kaja langu. Nilitafuta sehemu nikakaa kwanza, huku nikiwa nawaza ni balaa gani hili. Na muda huo ndipo akili zikanirudia kwamba